Mimi ni nani? Kujua mimi ni nani hubadilisha mwelekeo wa maisha. Saikolojia na sayansi ya neva huzungumza kuhusu dhana ya nafsi, lakini Biblia inazungumza juu ya kioo kinachoakisi roho. Leo, hebu tuangalie hadithi za watu wa Biblia ili tugundue sisi ni nani kweli. Saikolojia inaeleza dhana ya nafsi na sayansi ya neva inaonyesha kupitia neva za kioo kwamba tunajitambua kupitia uhusiano wetu na wengine. Hata hivyo, sayansi inaeleza akili na ubongo pekee haiwezi kufikia kina cha roho. Biblia inajaza pengo hilo. Sura ya kwanza ya Yakobo inalinganisha neno la Mungu na kioo. Linapotuangazia, linafichua dhambi na tamaa zilizofichika. Ikiwa sayansi inachambua akili, Biblia hufunua roho. Yakobo alimdanganya kaka yake na kukimbia, lakini baada ya kupambana na Mungu alipokea jina jipya Israeli. Hadithi yake inaonyesha kwamba sio zamani zetu, bali jina jipya tunalopokea kutoka kwa Mungu ndilo linalotufafanua. Daudi alikuwa mfalme mshindi, lakini alianguka katika dhambi na Bathsheba. Hata hivyo, katika toba aliandika Zaburi ya 51. Tunapokiri dhambi zetu kwa uaminifu, Mungu hufungua njia ya urejesho. Petro alikataa kumtambua Yesu mara 3, lakini Bwana aliyefufuka alimrejesha akisema, "Lisha kondoo wangu." Kushindwa hakufuti utambulisho wetu. Mungu hutuinua tena. Esta alionyesha ujasiri licha ya hofu. Mwanamke Msamaria alikutana na Yesu na maisha yake yakabadilika. Mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa aliona nuru. Kila kukutana kulibadilisha utambulisho wao. Kumsubiri Kristo kurudi si kusubiri tu bila kufanya kitu. Wafilipi sura ya 2 inasema, fanyeni kazi kwa wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka. Kusubiri kunamaanisha kujiandaa kila siku kupitia neno, toba na matendo ya upendo. Nani? Mimi mwenyewe. Lini? Kila siku katika maisha. Wapi? Katika maombi na neno. Nini? Kudumisha agano. Jinsi gani? Kwa utiifu wa kudumu katika mambo madogo. Kwa nini? Ili kujiandaa kwa kurudi kwa Kristo. Biblia ni kioo kinachoonyesha sisi ni nani. Kama Yakobo, Daudi na Petro, jiangalie kwa uaminifu na ushikamane na jina jipya ambalo Mungu anakupa. Wewe umependwa. Unaweza. Nitaomba kwa ajili yako.